Wasalimu kwa jina la Yesu aliye hai. Wakati huu naomba nimkaribishe mama mchungaji aweze kutuletea neno la Bwana. Wakati anakuja, naomba tumshangilie Yesu kwa makofi. Amen. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Bado. Tunaanza tena. 1, 2, 3. Miaka 13 ya moto wa uamsho. Tunamtaka Bwana na nguvu zake. Pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tutatenda. Tuseme kwa kishindo, pamoja na Bwana kwa umoja na kwa pamoja tutatenda. Makofi na vigelegele kwa Mungu wetu aliye hai. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ninawasalimu katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Ninamtukuza Mungu sana kwa ajili ya nafasi ya upendeleo ya kuwepo nyumbani mwa Mungu. Mwambie jirani yako umefanya vema. Mwambie umefanya vema kuja nyumbani mwa Mungu. Mwambie kwa Mungu wetu kuna kila kitu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda nianze kwa kusema hivi, katika nchi fulani kuna baba alikuwa na watoto 3, lakini huyu baba alikuwa na uwezo mkubwa sana, alikuwa na kila kitu, isipokuwa hakuwa na uzima kwa ajili ya watoto wake hao 3. Lakini hawa wawili walikuwa karibu na baba yao, wakipata changamoto wanamshirikisha, wakipata shida wanamwambia, wakitindikiwa wanamuomba. Lakini huyu mmoja akaamua kufa na tai shingoni. Baadaye naye akapata familia yake, akapata watoto, lakini ikatokea njaa kali kubwa sana kwenye nchi hiyo. Lakini baba yake ana kila kitu, nimekuambia, isipokuwa hakuwa na uzima na uhai kwa ajili ya watoto wake. Wale wengine wawili wakawa wanamshirikisha baba yao, hatuna unga, hatuna chakula, hatuna ada. Yule baba yao kwa sababu ni wajibu wake kuwasaidia kama anawasaidia. Lakini yule mwingine akaamua, ninakufa na tai shingoni, sina muda wa kupoteza kwenda kumshirikisha baba yangu. Baada ya hapo njaa ikazidi, ile akiba aliyokuwa nayo ikaisha, ikabidi watoto waanze kufa mmoja baada ya mwingine. Mke wake akafa na yeye mwenyewe akafa. Lakini tatizo kubwa ni kwa sababu hakuwa wazi kwa baba yake, na baba yake alikuwa na uwezo wa kunusuru maisha yao wasife kwa wakati huo, kwa sababu kilichowaua haukuwa ugonjwa wala haikuwa ajali, bali kilichowaua ni njaa. Lakini kwenye nyumba ya baba yake kulikuwa na gara zote. Basi naomba twende moja kwa moja kwenye neno la Mungu. Natamani tuwe na muda wa kutosha kuomba. Twende moja kwa moja kwenye maneno ya Mungu. Kichwa cha ujumbe wetu asubuhi ya leo, kinasema kuinua viwango vyako vya maombi vinavyoambatana na imani huleta matokeo. Kuinua viwango vyako vya maombi vinavyoambatana na imani huleta matokeo. Naomba kwa utangulizi
Tufungue kitabu cha Mithali 8 mstari wa 17 mpaka 21. Kuinua viwango vya maombi vinavyoambatana na imani katika Mungu huleta matokeo. Yako matokeo. Aliyepata Mithali 8:17 mpaka 21. Asante. Naomba maiki kwa mwaibamu. Asante shemasi. Mithali 8 mstari wa 17 mpaka 21. Nitasoma. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Utajiri na heshima ziko Bwana, na utajiri udumuo na haki pia. Matunda yangu hupita dhahabu, na dhahabu safi, na faida yangu hupita fedha iliyo teule. Natembea katika njia ya haki, katikati ya mapito ya hukumu. 21. Niwaridhishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Amen. Narudia 21. Niwarithishe mali wale wanipendao, tena nipate kuzijaza hazina zao. Hili ndilo neno la Bwana la utangulizi. Anasema na wapenda wale wanipendao. Hiki kitabu cha Mithali mwandishi ni Sulemani. Hii ni Mithali ya Sulemani, ingawa kuna wengine baadhi ya sura waliandika, lakini mwandishi mkuu wa kitabu cha Mithali ni Sulemani, mfalme Sulemani. Lakini kwenye haya maandiko, kama ambavyo kichwa chetu kinasema, kuinua viwango vya maombi vinavyoambatana na imani katika Mungu huleta matokeo. Kwa hiyo pia katika maisha yetu ya Kristo ziko kanuni, ziko taratibu, kama ambavyo Vodacom wanasema masharti na vigezo kuzingatiwa. Kwa pia kwa Mungu wetu, ili Mungu ahusike na mambo yetu, viko vigezo, yako masharti. Hapa anasema nawapenda wale wanipendao, na wale wanitafutao kwa bidii wataniona. Anasema utajiri na heshima viko kwa Mungu, viko kwa Baba yetu. Ukitaka heshima iko kwa Mungu, ukitaka utajiri uko kwa Mungu. Hapa chini anasema utajiri na heshima pia. Natembea katika njia ya haki, nipate kuwarithisha wale wanipendao, alafu nipate kuzijaza hazina zao. Kwa hiyo kwenye ghala ya Mungu kunapatikana kila kitu. Kwenye ghala ya Mungu uko utajiri, kwenye ghala ya Mungu ziko mali, kwenye ghala ya Mungu yako mafanikio, kwenye ghala ya Mungu uko uzima, kwenye ghala ya Mungu kuna kuongezwa viwango, lakini masharti na vigezo kuzingatiwa. Je, huyu muombaji ni lazima ampende Mungu? Akimpenda Mungu atamcha Mungu, ataishi maisha matakatifu. Ndio maana ule mstari wa 17 anatoa tangazo kwamba yeye anawapenda. Kuna mwingine anasema kwamba nampenda mtu hapendeki, lakini Mungu analipenda kanisa lake. Mimi na wewe ni kanisa la Mungu. Kwa hiyo Mungu anawapenda wenye bidii, wanaomtafuta usiku na mchana. Lakini pia tunapomtafuta, anasema anatembea katika njia haki ili apate kuturithisha utajiri wake, vile vilivyoko kwenye hazina yake. Anasema tena nipate kuzijaza hazina zao. Muombaji
anayeamua kuinua viwango vyake vya maombi, Mungu ataonekana kwake katika jambo lolote ambalo anatamani lifanyike, lakini anapomwendea Mungu, Mungu hufanya. Amina, kanisa la Mungu. Hilo ni neno la utangulizi. Kwa ukitaka kupendwa na Mungu, ukitaka kuwa karibu na Mungu, ni lazima uinue viwango vyako vinavyoambatana na imani katika Mungu ili uyaone matokeo. Mtu yoyote mwenye bidii katika kazi zake, kwa mambo ya kawaida, mkulima ambaye hakati tamaa, haijalishi mwaka huu hajapata, mwakani hatapumzika, atajitahidi, atajitia moyo, atajitia nguvu, atasema maadamu mwaka huu sijavuna, lakini mwakani nitaandaa shamba langu mapema. Mkulima ambaye ameamua, amedhamiria, hakati tamaa, anaweza akakosa 2022, anaweza kukosa 2023, anaweza kukosa 2024, lakini kwa sababu ya ile bidii, kwa sababu amedhamiria, Mungu hatanyamaza kwa ajili yake. Mwaka 2025 anaweza akavuna magunia 100. Inawezekana mwaka mwingine alikuwa haambulia hata ile mbegu aliyopanda. Ndivyo alivyo mtu ambaye ana bidii katika kumwomba Mungu. Lakini pia mfanya biashara asiyekata tamaa, iko siku atafanikiwa. Iko siku Mungu atamkumbuka, ataitazama ile bidii. Hawezi kusema kwa sababu nilianzisha biashara ya mandazi, mtaji umekufa, basi ngoja nilale niweke 4. Hapana, akili yake inatafuta. Kama mwaka huu sijafanikiwa kwenye mandazi, kesho nitapika tena kama ni chapati. Au wako mafundi hapa kanisani, fundi anapokosea nguo ya mtu hakati tamaa, haachi ile fani yake ya ushonaji, isipokuwa anatafuta maarifa kwingine ili kuongeza maarifa, kesho hatakosea tena. Lakini pia vivyo hivyo, kama ni mwanafunzi, kuna wengine anafeli form 4 mwaka wa kwanza, mwaka wa pili, mwaka wa tatu, mwaka wa 4. Lazima huyu mtu atafanyeje? Atapata tu kile ambacho anakitaji. Ni kwa sababu aliongeza bidii, hakuruhusu hali ya kukata tamaa. Kwa hiyo tupandishe viwango vya maombi katika maisha yetu ili Mungu aweze kuonekana katika maisha yetu. Naomba tufungue kitabu cha Matendo ya Mitume, ile sura ya 12 mstari wa 1 mpaka wa 17. Kuinua viwango vya maombi vinavyoambatana na imani katika Mungu huleta matokeo. Matendo ya Mitume 12. Hiki kitabu cha Matendo ya Mitume, mwandishi wetu ni Luka. Kwa sababu tunakimbizana na muda, naomba aliyepata ile sura ya 12, kuinua viwango vyetu vya maombi. Aliyepata naomba asome. Asante Eliza. Naomba mpelekee maiki. Matendo ya Mitume 12 mstari wa 1 mpaka wa 17. Tasoma. Panapo majira yale Herode mfalme akanyoosha mikono yake kuwatenda mabaya baadhi ya watu wa kanisa. Akamuua Yakobo ndugu yake Yohana kwa upanga, na akiona ya kuwa imewapendeza Wayahudi, akaendelea akamshika na Petro. Siku hizo zilikuwa siku za mikate isiyochachwa. Alipokwisha kumkamata, akamweka gerezani, akamtia mikononi mwa vikosi 4 vya askari 4 wamlinde, akitaka baada ya Pasaka kumtoa na kumweka mbele ya watu. Basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa usiku ule, Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza.
malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani. Akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Malaika akamwambia, jifunge, kavae viatu vyako. Akafanya hivyo. Kisha akamwambia, jivike nguo yako ukanifuate. Akatoka nje akamfuata, wala hakujua ya kuwa ni kweli yaliyofanywa na malaika, bali alidhani kwamba anaona maono. Na alipopita lindo la kwanza na la pili, wakaja hata mlango wa chuma wa kuingilia mjini, ukawafungukia wenyewe. Wakatoka nje wakapita katika njia moja, mara malaika akamwacha. Hata Petro alipopata fahamu akasema, sasa nimejua yakini ya kuwa Bwana amempeleka malaika wake na kunitoa katika mkono wa Herode na katika kutazamia kote kwa taifa la Wayahudi. Na alipokuwa akifikiri haya, akafika nyumbani kwa Mariamu mamaye Yohana, ambaye jina lake la pili ni Marko. Na watu wengi walikuwa wamekutana humo wakiomba. Naye alipobisha kilango cha lango, kijakazi jina lake Roda akaja kusikiliza. Alipoitambua sauti ya Petro, hakukifungua lango kwa ajili ya furaha, bali alipiga mbio akaingia ndani, akawaambia kwamba Petro anasimama mbele ya lango. Wakamwambia, una wazimu. Lakini yeye akakaza sana, akasema kwamba ndivyo hivyo. Wakanena, ni malaika wake. Petro akafuliza kugonga, hata walipokwisha kumfungulia wakamwona, wakastaajabu. Naye akawapungia mkono wanyamaze, akawaeleza jinsi Bwana alivyomtoa katika gereza. Akasema, kampasheni Yakobo na wale ndugu habari hizi. Akaondoka akaenda mahali pengine. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tunasoma habari za hili kanisa la kwanza. Tunaongelea habari za kuinua viwango vyako vya maombi, lakini unapoomba sharti maombi yako yaambatane na imani. Hili tunaliona ni kanisa la kwanza ambalo mitume walikuwepo baada ya Yesu kuondoka. Waliendelea na Injili, waliendelea na maisha, waliendelea na ibada, waliendelea na kumtumikia Mungu, lakini adha ikatukia juu yao. Akainuka kiongozi wa nchi. Biblia inasema kwamba akamua Yakobo, akamkamata mmoja ya wale wanafunzi wa Yesu, akamua, akamchinja, akamaliza. Baada ya kumaliza, kanisa halikushituka, likaendelea kushangaa. Hili tendo la huyu mfalme kumuua Yakobo liliwafurahisha Wayahudi, kwa sababu vita ilikuwa kubwa. Kwa nini hawa watu wamemgeukia Yesu, wameacha dini zetu za Usadukayo, za Uyahudi, za uandishi? Vita ikainuka, wakaona ni vema, wakafurahia. Wale maadui wakasema, tumewakomesha. Inawezekana walimpongeza, inawezekana walimpa chochote, wale ambao walikuwa kinyume na Injili, lakini kanisa likanyamaza, halikushituka. Akaona ni vema, akaona ni kamchezo fulani kanapofurahisha, kwa sababu inawezekana walikuwa waliomtia moyo kwamba umefanya vizuri. Maana kanisa la kwanza lilikuwa linaomba, lilikuwa linahubiri, lilikuwa linashuhudia, maelfu ya watu wanaokoka. Biblia inasema kwamba kuna kipindi alisimama Petro akahubiri, wakaokoka watu 3,000. Tayari vita ikainuka kutoka kuzimu. Shetani akamtumia huyu kiongozi. Baada ya kuuawa Yakobo, Biblia inasema kwamba huu mstari wa kwanza, mstari wa pili, akakamatwa na Petro. Alipokamatwa Petro, Biblia inasema kwamba kilikuwa ni kipindi cha mikate
kilichotiwa chachu. Ina maana kilikuwa kipindi kama cha sasa hivi, tunaelekea Pasaka. Kwa Petro pia ambaye alikuwa ni kiongozi, wakamkamata. Walipomkamata wakamweka gerezani, ili ikifika wakati wamtoe, wamuue, maana haka kamchezo kamenoga. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwambie jirani yako, unaposikia kelele usichukulie poa. Unaposikia fukuto kama unatafutwa, kama wanakuongelea au wanaongelea watoto wako, wanaongelea maisha yako ya rohoni, sio wakati wako wa kutulia, ni wakati wako wa kujipanga kuanzia rohoni, kwa sababu vita yetu ya kiroho si ya damu na nyama. Vita yetu kama kanisa inaanzia rohoni. Hata ugonjwa, mpendo, usifikiri tu umeanguka ukaumwa kichomi. Ile vita imeanzia rohoni. Kama una uvimbe ulitengenezwa kwanza katika ulimwengu wa roho. Kama una kansa ilitengenezwa kwanza kwenye ulimwengu wa roho, kwa sababu pia kuna magonjwa ya kutengenezwa. Kama ni uchumi wako unaporomoka, kuzimu kuliweka mkakati ili usitoboe, kwa sababu ukibarikiwa, ukiinuliwa, Mungu wako atatukuzwa, lakini ukishindwa, Mungu wako atatukanwa. Kwa vita yetu, wapendwa, inaanzia rohoni. Jambo lolote baya kwa watu wa Mungu linaanzia rohoni. Lakini hili kanisa likajisahau. Baada ya Petro kukamata, wakashtuka, maana ilikuwa baada ya siku chache atolewe au wawe kama sadaka, kama kafara, ili kudhoofisha. Na ili kanisa la kwanza wakaamua, wakasema ni lazima tumtafute Mungu. Tumempoteza Yakobo, lakini hatuko tayari kumpoteza Petro tena. Walimpoteza Yakobo kwa uzembe. Kuna vitu katika maisha yetu tumevipoteza. Karama zimepotea, watoto wamepotea. Ulipolala, shetani akapanda ya kwake. Ulipozembea, shetani akapanda ya kwake. Kwa sababu kanisa la Mungu, shetani hana likizo wala hana uchovu. Lakini wakaamua. Ule mstari wa 5, nisome ule mstari wa 5. Eliza, ule mstari wa 5. Mstari wa 5 anasema, basi Petro akalindwa gerezani, nalo kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi kwa ajili yake. Mstari wa 6. Hata wakati Herode alipotaka kumtoa, usiku ule ule Petro alikuwa analala katikati ya askari wawili, amefungwa minyororo miwili. Walinzi mbele ya mlango wakailinda gereza. Mstari wa 7. Mara malaika wa Bwana akasimama karibu naye, nuru ikamulika mle chumbani, akampiga Petro ubavuni, akamwamsha akisema, ondoka upesi. Minyororo yake ikamwanguka mikononi. Amen. Ule mstari wa 5, Biblia inasema kwamba Petro akalindwa gerezani. Sio kama wanavyolindwa hawa mafungwa waliopo sasa hivi. Inawezekana gereza inakuwa na milango miwili au moja, lakini kwa sababu walidhamiria kulichafua kanisa, kwa sababu walidhamiria ili Mungu aibike, wakamweka kwenye vikosi vya askari wanne. 4 mara 4 ni ngapi jamani? 16. Kwa ina maana lango la kwanza maskari, lango la pili maskari, lango la tatu maskari, lango la 4 maskari. Na bado haikutosha, wakamfunga minyororo ili asitoroke. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Lakini vile vikosi havikumzuia Mungu asishuke kumtetea Petro. Yale mageti hayakumzuia Mungu asimfikie Petro.
kanisa likiendelea kuomba, kanisa likiendelea kuomba bila kukata tamaa, Biblia inasema kwamba waliomba kwa juhudi, kanisa likaomba kwa juhudi. Kama vile mkulima anaweza akalima, wote tumelima, lakini mwingine amepanda hajapalilia, au amepanda sio kwa wakati. Usitegemee kuvuna. Mvua zinaanza kunyesha mwezi wa 3, unapanda mwezi wa 5 katikati. Etikilia anayepanda mwezi wa 5 katikati atavuna mahindi. Mungu hajamtokea ni uzembe. Ni uzembe. Lakini hawa wakaomba kwa juhudi, kanisa likajifungia, likasema hatuko tayari kumpoteza Petro. Yatosha, Yakobo ametuacha, Yakobo ameuawa, lakini hatuko tayari kama kanisa kushuhudia Petro kiongozi wetu tukampoteza. Yule kiongozi alikuwa na agenda ya kudhoofisha kanisa. Herode alikuwa na agenda ya kuua imani, ya kudhoofisha ile huduma ambayo ilikuwa ndani ya wanafunzi. Lakini yale maombi yalimsababisha Mungu asinyamaze. Yale maombi ya kanisa ya bila kunyamaza, ya bila kukata tamaa, ya bila kukoma, yalisababisha mbingu ziwe na heka. Kwa hiyo maombi yako ya bidii, maombi yako ya juhudi, maombi yako ya bila kukata tamaa itasababisha mbingu zilete majibu tu. Amen. Itasababisha Mungu atume malaika zake wakuguse, wakuhudumie, hata kama uko katikati ya maadui wamekuzunguka, wanajadili kwa ajili ya maisha yako, wanajadili kwa ajili ya biashara yako, wanajadili kwa ajili ya kiroho chako, wanajadili kwa ajili ya kizazi chako, lakini maombi yako ya bila kukata tamaa yanamsababisha Mungu ainuke kwenye kiti cha enzi, asababishe muujiza katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe wapendwa. Kanisa likamwomba Bwana kwa juhudi, mbingu Bwana akatuma malaika, akamwambia hawa watu nisipotuma malaika wataendelea kunisumbua. Malaika shuka ukamtoe Petro kule gerezani. Haleluya wapendwa. Malaika akashuka, maana haziwi na askari, haziwi na mageti. Ilikuwa inawezekana kesho yake ndio atolewe, usiku ule atolewe, lakini Mungu wa nyakati zote, Mungu wa majira yote, Mungu ambaye anafika mahali pasipofikika, anapenya mahali pasipopenyeka. Sikiliza niwaambie, wengine watoto wangu wa kiume wa kike, kuna mambo hatuwezi kuwapa, lakini uking'ang'ana kumtafuta Mungu yako majibu. Kama nilivyotoa ushuhuda, wewe mtu alikuwa na kila kitu nyumbani kwake. Inawezekana alikuwa na uwezo wa kujengea magorofa, alikuwa na uwezo wa kununulia magari, lakini hakuwa na uwezo wa kuongeza waishi maisha marefu, kwa sababu roho zilizoko ndani yetu na uhai sio mali yetu, ni mali ya Mungu. Maisha yetu yana Mungu, hatima za maisha yetu yana Mungu. Kwa hiyo tukaanze kutafuta uso wa Mungu. Wanawake wenzangu, umelia vya kutosha, lakini mwambie dhamiria kwamba naamua sasa kufa na kupona mpaka mbingu zitoe majibu, kufa na kupona mpaka Bwana anitokee kwenye mahitaji yangu. Kama ni watoto wanavuta bangi na wagombanisha na bangi, kama watoto wangu wana marafiki wabaya, sikiliza niwaambie watu wa Mungu, marafiki zetu au marafiki wa watoto wetu wana mchango mkubwa wa mtoto wako kudumu kwenye imani au kuiacha imani. Kwa ni vizuri pia ukafuatilia marafiki wa watoto wako. Tunawalinda kwa maombi, lakini pia fuatilia marafiki wa watoto wako. Haleluya. Kanisa likamwomba Mungu kwa juhudi. Yale maombi, zile kelele, yale machozi, kule kujifungia kukasababisha Mungu asema hapana, lazima ushuke, lazima malaika ushuke ukamtoe Petro. Nikawa najiuliza swali, alikuwa wapi wakati Yakobo anauawa?
Inawezekana Yakobo alivyouawa walitukana kama alivyotukana. Yako wapi sasa? Wanajidai walokole. Yako wapi sasa? Wanajidai wa Kristo. Yako wapi sasa? Wanajidai wana Mungu. Yako wapi? Tumewakomesha. Ziko fedheha zimeachiliwa juu yako au zimeachiliwa juu yangu, ni kwa sababu hujaamua. Mgeukie jirani yako, mwambie amua. Kwa nini tuongeze viwango vya kuomba? Kwa nini? Iko sababu gani? Sisi tunaokoka, Yesu ni Bwana na Mwokozi wa maisha yetu, Roho Mtakatifu yuko ndani yetu. Kwa nini tuongeze viwango? Tunatakiwa tuongeze viwango kwa sababu tunatafutwa. Mwambie jirani yako, unatafutwa. Usifikiri uko salama. Tuongeze viwango kwa sababu ufalme wa giza unatupigia mahesabu. Unakupigia mahesabu jinsi utakavyoanguka. Unakupigia mahesabu jinsi utakavyogaragazwa na uzinzi. Unakupigia mahesabu jinsi ambavyo utagaragazwa na magonjwa. Unakupigia mahesabu jinsi ya kugaragaza kwenye umasikini na ufukara. Tuna vita kubwa kuliko unavyofikiri. Hilo ni jambo la kwanza. Lakini jambo la pili, maombi ni hitaji kwa Mungu, ni hitaji. Mungu anatafuta waombaji. Maombi ni hitaji kubwa. Mungu anataka waombaji. Lakini maombi ni hitaji kubwa kwa ulimwengu, kwa dunia, kwa kanisa, kwenye familia pia ni hitaji kubwa kuliko unavyofikiri. Hitaji kubwa sio pesa. Pesa hazina majibu. Kuna mahali nilikuwa nafundisha Kilosa, likanijia tu, Biblia inasema kwamba fedha ni jawabu la mambo yote. Lakini mimi nasema fedha sio jawabu la mambo yote. Wangapi wanaungana na mimi? Sio jawabu la mambo yote. Mkuu wa nchi wa kwanza aliumwa akapelekwa kwa sababu pesa zilikuwepo. Pesa zilimfanya aishi. Alikufa. Kwa hiyo pesa haziwezi kununua uhai. Ndio nitapata pesa, nitaenda hospitali. Mbona kuna wengine akitundikiwa drip tu anakufa. Wengine wanapelekwa na hospitali kubwa za kimataifa, Uingereza, Marekani, lakini wamekufa. Jawabu la mambo yote ni moja tu, ni Yesu Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Yeye ndiye kila kitu katika maisha yetu. Aliyempata Yesu amepata vyote. Aliyempata Yesu hatachezewa na wachawi. Aliyempata Yesu hatagaragazwa na dhambi. Aliyempata Yesu mapepo hayatamchezea, kwa sababu ndani yake yuko mwanaume wa wanaume, simba wa kabila la Yuda, aliyeshinda kifo na mauti, anaishi ndani yetu. Kiburi chetu kiko kwenye maombi. Kiburi chetu kiko kwa Yesu Kristo. Hatuogopi kipepo, hatuogopi majini, hatuogopi mashetani, hatuogopi kuangiwa, hatuogopi kunyweshwa sumu, kwa sababu ndani yetu iko nguvu isiyopimika. Ndani yetu yuko mfalme wa wafalme aliye na uwezo wa kutushikia watoto wetu. Usilie na mtu, lia na Mungu. Mwambie jirani yako, acha kulaumu watu. Lia na Mungu aliye hai, ambaye haendi likizo. Ukimwita asubuhi anapatikana, ukimwita saa 4 anapatikana, ukimwita saa 6 anapatikana, ukimwita saa 8 anapatikana, ukimwita saa 12 anapatikana, ukimtafuta usiku wa 8 anapatikana. Lakini ukinitafuta mchungaji, nitakwambia sipo, niko Kilosa. Pasaka naenda Iringa, nitakwambia sipo, niko Iringa. Mpaka nitoke Iringa zimekufa. Lakini Mungu wetu haendi likizo. Haleluya! Wala haangalii sura ya mtu, anaangalia juhudi na bidii katika kumtafuta Mungu aliye hai. Yeye ndiye aliye fahari yetu, yeye ndiye aliye na haki yetu. Ukiona ofisini kwako iko tabu, wapeleke kwa Mungu aliye hai, wasitakie kwenye madhabahu ya mbinguni. Bwana atafanya. Wakamwomba Mungu. Nikawa nafikiria, huyu Petro alikuwa amelala usingizi. Hivi nini nikiwa gerezani siwezi kulala? Kwanza kuna kunguni,
lakini yeye kwa sababu alikuwa na full tenki ya Yesu Kristo na Roho Mtakatifu akachapa usingizi, wala alikuwa hana stress, wala alikuwa hana mashaka. Kwa sababu gani? Yesu mwanaume yuko ndani yake na Roho Mtakatifu yuko ndani yake. Sijui alikuwa anaona maono, usiniulize, lakini Biblia inasema kwamba malaika akashuka akampiga, akashtuka. Si ni askari ananipiga na bunduki yake, akaambiwa vaa viatu tuondoke zetu. Haleluya wapendwa, vaa viatu tuondoke zetu. Usicheze na mtu aliye na Mungu, usicheze na mtu muombaji, usicheze na mtu ambaye ameokoka, anaishi maisha matakatifu. Ufalme wa giza haumwezi. Kuna kipindi ni mimba ya Eno, niliambiwa kabidhi unaondoka. Wakati tuko hapa kanisani, niliambiwa kabidhi unaondoka. Naona kama maono kwenye chumba chetu, wale wa zamani wanajua chumba chetu. Naona saa 2 ni muda wa mapema kabisa, saa 2. Nakumbuka baba alikuwa ameenda kumuona mama Msuva ndio alikuwa amekufa kama na wiki 2. Naambiwa kabidhi tunakuchukua. Lakini naona kama kuna kitu kimenikandamiza, siwezi kukemea. Lakini rohoni nikagoma. Nakumbuka kipindi hicho nilikuwa mwenyekiti wa section wa WWK. Naambiwa hizo pesa za WWK kabidhi watatafuta. Hizo pesa za katikati anazokuachia baba yake. Kipindi hicho baba yake ni mzee kiongozi. Kabidhi, maana tunakuchukua. Ni Jumanne kuamkia Jumatano. Tusipokuchukua leo, mume wako anaenda Kinole Alhamisi, tunakuja kukuchukua. Nikagoma. Haleluya! Sio kila sauti unayoisikia ni ya Mungu, nyingine ni ya mapepo. Siwezi kuomba eti kutoka kwenye ofisi ya mchungaji kuja hapa. Ni mbali jamani, siwezi. Naambiwa hiyo ni cruise naiona. Naona kama maono. Maki nasikia moyo unalia. Kama unataka kutoka unapiga. Siwezi kulala, siwezi kukaa. Naambiwa anaona nilikuuza nilishana. Naambiwa hiyo nilikuuza. Nimebeba jeneza lako. Kabidhi watasumbuka, lakini niligoma. Mambo mengine goma. Magonjwa mengine sio ya kwako, goma. Nikagoma. Jumatano pakacha, sikuja kanisani. Alhamisi mchungaji akaenda Kinole. Wakati naambiwa kabidhi, Alhamisi mume wako akienda Kinole tutakuchukua. Moyoni nikasema uhai wangu umefichwa ndani ya Mungu pamoja na Kristo Yesu, wala huko mikononi mwa mume wangu, wala sikumwambia. Ile Alhamisi ilipofika sasa, nikaanza kulia kule ndani. Nikamwambia baba, kama ni kuanguka kwa sababu naenda kanisani kuomba, maana nimwambia Mungu nikose kula, nikose kuoga, nikose chochote, lakini niachie roho ya maombi. Nitaishije bila maombi? Mwambie jirani yako, maisha bila maombi sifuri. Ilipofika saa 7 nikatoka kama mgonjwa aliyetoka ICU taratibu. Nilie kanisa tulilobomoa, nikatembea taratibu. Mungu akanisaidia, nikafika hapa, nikatembea taratibu. Mungu akanitia nguvu. Nikaenda nikajilaza kwenye kona hiyo. Ile kanisa tulilobomoa, lakini nikajilaza kifudifudi. Saa 7 kuomba siwezi. Nikaanza sauti inatoka tumboni, naomba kidogo. Lakini kwa sababu ya juhudi, kwa sababu ya bidii, kwa sababu ya maamuzi magumu, maana nilisema kama nikudondoka nitadondoka, wataniokota wakanishike, lakini huku ndani sikai. Wakati nimelala kifudifudi, naombea sauti inatoka tumboni, ikachiliwa nguvu sio kawaida. Nikaanza kunena kwa lugha, nadhani mpaka barabarani walikuwa nisikia. Niliomba kutoka saa 7 mpaka saa 9. Ilipofika saa 9 nikasikia ndani kama nahimizwa kumshukuru Mungu. Nikaanza kumshukuru Mungu. Baada ya hapo ile hali ikaniacha. Nisaidie kumshukuru Mungu kwa makofi. Ile hali ikaniacha. Lile pepo la mauti likakimbia. Lile pepo jeusi na lile blanketi jeusi nilokuwa nimefunikwa, nikafanyeje? Likaniachia. Lakini ni kwa maombi. Njoo ulale kanisani. Wakati mwingine mambo yamekuzidi, lakini unaangalia kitanda cha 6 kwa 6 hakina majibu, wala mume wako hana majibu, wala mke wako hana majibu, wala watoto wako hawana majibu. Mbingu peke yake ndizo zilizo na
ni kuamua. Amua. Kwa hiyo maombi ni hitaji kubwa kwa dunia. Watu wanahitaji maombi. Wako vijana wameharibika na bangi, wataponaje? Wameharibika na madawa ya kulevya, nani atakayewasaidia? Maombi yako yatawachomoa. Wengine wamezamishwa kwenye uzinzi, kwenye zinaa. Ni watoto wadogo, lakini wanaogelea kwenye zinaa. Maombi yako ndiyo yatakayosababisha Mungu awatoe huko. Kwa hiyo maombi yako ni hitaji kwa ulimwengu, kwa dunia yote. Naomba tufungue Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7. Mwingine afungue Isaya 62. Maombi yanamfanya Mungu asinyamaze. Maombi yanamfanya Mungu asinyamaze. Unapoendelea kuomba na kuomba na kuomba, yanamsababisha Mungu asinyamaze. Hata kama ilikuwa kwenda kuchelewa, Bwana afanye, kwa sababu maombi yako yanamsumbua. Ndoa zinahitaji waombaji, maofisini kuna hitaji waombaji, mitaani kuna hitaji waombaji. Ofisini kumechafuka, wanauana, wanataka kunyang'anyana viti. Mashuleni wanalogana. Ukiwa unafanya vizuri, unatamani wakumalize. Hicho kiti unachokikalia usifikiri uko salama, hauko salama. Lakini usalama wako ni maombi. Aliyepata Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13 mpaka wa 16. Mwingine afungue Isaya 62 mstari wa 1 mpaka wa 2. Mambo ya Nyakati sura ya 2. Mambo ya Nyakati wa Pili sura ya 7 mstari wa 13. Inasema, nikizifunga mbingu zisiwe mvua tena, ni kama watu wangu walioitwa kwa jina langu wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zako mbaya. Nimesema masharti na vigezo kuzingatiwa. Wakijinyenyekesha na kuomba na kunitafuta uso na kuziacha njia zao mbaya, anasema nitasikia toka mbinguni na kuwasamehe dhambi yao na kuiponya nchi yao. Mstari wa 16 anasema, na moyo wangu na macho yangu yatakwako kwao, kwa wale wamwitao usiku na mchana. Kuna vitu vinavyokukalia lakini sio halali kuwa kwako. Kuna maisha unayoishi hukutakiwa kuishi hivyo. Kuna maisha ninayaishi sikutakiwa kuishi hivyo, lakini kwa sababu sina muda na Mungu, kwa hiyo Mungu hatanyamaza. Hata angekuwa kwa magonjwa, hata ingeamuliwa njaa, hata ingeamuliwa mvua isingenyesha, lakini wale watu walioitwa na Bwana ambao wataamua, watatia nia kujinyenyekesha, kujitoa sadaka, kujidhabihu, wakalia, wakasema hapana, Mungu tunataka ufanye, Mungu atafanya. Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2. Haleluya. Isaya 61 mstari wa 1 na wa 2 nasema, Roho ya Bwana Mungu i juu yangu, kwa sababu Bwana amenitia mafuta niwahubiri wanyenyekevu habari njema. Isaya 62 sio hapo, mstari wa 1. 62 mstari wa 1 inasema, kwa ajili ya Sayuni sitanyamaza, na kwa ajili ya Yerusalemu sitatulia, hata haki yake itakapotokea kama mwangaza, na wokovu wake kama taa iwakayo. Na mataifa wataiona haki yako, na wafalme wote watauona utukufu wako, nawe utaitwa jina jipya litakalotajwa na kinywa cha Bwana. Amen. Kwa ajili ya Sayuni, kwa ajili ya Yerusalemu, kwa ajili ya mtakatifu, kwa ajili ya mama wa Moria, kwa ajili ya kijana wa Moria, kwa ajili ya baba wa Moria, Mungu hatanyamaza. Lakini ule mstari wa 6 unasema, nimeweka walinzi
hata uko kwenye tabu, mtafute Bwana. Acha kushindana na watu kwa maneno. Mungu peke yake ndiye awezaye kukutetea. Jambo la pili, kwa nini tuongeze viwango? Ili kurejesha maadili yaliyoporomoka. Maana katika ulimwengu wa roho kuna mkakati wa kurudisha watu nyuma, wa kufutilia mbali kizazi chetu. Kwa hiyo ili kurejesha maadili yaliyoporomoka, ili kufunga ule mkakati ambao shetani ameweka kwa ajili ya ndoa zetu, kwa ajili ya watoto wetu, kwa ajili ya taifa letu. Wakati mwingine yako magonjwa yanazuka kwenye taifa letu, lakini tumesoma kwenye Mambo ya Nyakati, akiamuru tauni, lakini wako watu ambao watanyamaza mbele za Mungu. Bwana ataponya na nchi yake. Mwambie jirani yako, wewe ndio usalama wa nchi hii. Kama tumbo lako limefungwa, mtafute Bwana, mwambie nazibua. Kama kwenye mirija ya uzazi shetani ameweka kokoto, kwenye mirija ya uzazi shetani amejaza mapulizo, na fungua, nazibua kwa jina la Yesu. Bwana anafanya. Amen. Kama watoto hawakusikii, ng'oa yale mapando ya adui ama yalipanda wakati umelala, yang'oe, yatupe nje. Panda unayoyataka, lakini ukisema mtoto huyu naye amebadilika, shetani anagonga muli ndii, na kweli amebadilika na atazidi kubadilika, lakini ng'oa, dhamiria kung'oa. Mwambie Mungu, huyu mtoto nimempata kutoka kwako, na ng'oa kisichofaa, na panda roho ya uchaji, na panda roho ya maombi, na panda roho ya utumishi, na mfarakanisha na marafiki wabaya waliyemfanya apotee. Amina wapendwa, inawezekana. Jambo la tatu, maombi yanainua viwango vya imani. Maombi yanainua viwango vya imani. Kwa nini tuombe? Maombi yanainua viwango vya imani. Unapoomba, unapoona kuna jambo gumu mbele zako, unapoomba kuna mambo Roho Mtakatifu anayaumba ndani ya moyo wako. Tuangalie kwa haraka faida za maombi yanayoambatana na imani. Faida ya maombi yanayoambatana na imani, tasoma kwa haraka. Yanamfanya Mungu asinyamaze. Maombi yanasababisha haki yako iachiliwe. Yanamfanya Mungu asinyamaze. Maombi yanasababisha haki yako iachiliwe, iliyozuiwa. Kuna mambo ni haki yako kabisa, unatakiwa ulipwe, lakini shetani kakalia na mapepo yake kwamba tunahakikisha hapa achomoki. Lakini maombi yanasababisha haki yako iachiliwe. Mwombaji ni king'ang'anizi, hakubali kukata tamaa. Tusome Luka 18 ule mstari wa 8 na wa 9, wa 7 na wa 8. Luka 18 mstari wa 7 na wa 8. Asante Eliza. Luka 18 mstari wa 8 na wa 7. Wa 7 na wa 8. Inasema, na Mungu je, hata wapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Na waambia, atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Maombi yanayoambatana na imani. Anasema sisi watoto wetu wanapotuomba chochote tunawapa, lakini si zaidi sana. Kama huyu kazi dhalimu hakunyamaza kwa ajili ya yule mwanamke mjane, anajitapa, anasema japo simchi Mungu, japo sijali watu, lakini kwa ajili ya kunisumbua huyu mwanamke nitampatia haki yake ili asinisumbue. Lakini yule mtelo anasema, je, Mungu kwetu sisi
ataikuta imani kwako. Jambo la pili, faida ya pili, maombi yanafanya vifungo vikuachie. Tulipiga sana Jumapili. Wangapi walikuwa Jumapili? Tulipiga Jumapili. Kuna mwingine akanipigia akasema, mchungaji, nimeona 1 2 3. Mwingine akaniandikia message akasema, nimeona vitu vya tofauti, mpaka akasema ikiwezekana mchungaji tuwe tunafanya kila mwezi. Kuna operation ilifanyika na leo kuna operation itafanyika. Amen. Yako mambo yametushikilia, hayana haki ya maisha yetu, maana tumehamishwa kutoka kwenye ufalme wa giza, tumeingizwa kwenye ufalme wa mwanga wa pendo lake Yesu Kristo. Kisoma kwenye Wakolosai 1 ule mstari wa 13, anasema naye alituokoa katika nguvu za giza, akatuhamisha na kutuingiza kwenye ufalme wa mwana wa pendo lake, yaani Yesu Kristo. Tumehamishwa. Sisi sio wa kuonewa na nguvu za giza, sisi sio wa kuchezewa na wachawi, sisi sio wa kuchezewa na mapepo. Sisi majini hayana share kwetu, ila Yesu Kristo ndiye aliye na nafasi katika maisha yetu. Vifungo vitakuachia, vifungo vya magonjwa, vifungo vya uchumi, vifungo vya kukosa kibali, vifungo vya kuahirisha mambo. Mwaka ulisema nitaanzisha hiki, ukaahirisha. Mwaka jana uliahirisha, mwaka juzi ukaahirisha. Hivyo ni vifungo. Bwana Yesu asifiwe sana. Maombi. Naomba niwape ushuhuda huu. Binti yangu alianzisha biashara. Mama nilishaosha. Binti yangu alianzisha biashara. Katafuta chumba akaweka hapo. Akapitia kipindi kigumu sana. Ikamfanya anyong'onyee kuanzia rohoni mpaka mwilini. Kaka zake wa kanisani wakipita wanamwambia, Sayuni, mbona tunaona imani yako imeinama, nafsi yako imeinama kuanzia ndani? Hasemi. Unapitia nini? Hasemi. Lakini akinipigia analia. Anasema, mama, mbona watu wasiomjua Mungu wanafanya biashara kama ya kwangu, wanauza sana, tena vitu vya kwangu ni vizuri kuliko vya kwao. Analia. Karibia miezi 2 au 3, wakija nasema, vitu vyako ni mzuri, tutarudi. Wanaondoka. Akinipigia analia. Bwana Yesu asifiwe sana. Nikaamua kuchukua hatua, kama ambavyo kanisa la kwanza la kunyamaza nikahamia kanisani siku hizi 4. Ndicho nilikuwa na watu nyumbani kwangu, sasa hivi sina watu. Nimeomba. Siku hiyo saa 8 za usiku huwa naombeanga pale nje, nikaanza kuomba. Jamani, maombi yanafanya uwe na macho ya rohoni. Nikaona kwa sababu kwenye lile duka lake nimefika, nikaona kuna kisiki kina mizizi mikubwa, lakini kimekatwa juu, kikubwa kama kisiki cha mbuyu kama hiyo ya makaburi. Maana nikaanza kuchoma. Ni saa 8 za usiku, nikaanza kuchoma. Sio kwamba nimelala, lakini naona kilichoko pale mbele. Nikaanza kuchoma, nikaanza kuomba. Kikaanza kuteketea. Nikaona kwenye kile kisiki, nikamuona nyoka kajiviringisha kwenye kile kisiki. Si nisema maono nini? Nikaanza kuchoma, nikaanza kuua wale nyoka, nikaanza kupiga. Yule nyoka kakauka. Baadaye nikaona kamba imesokotwa kwa kamba mbichi. Nikachoma. Lakini kinateketea taratibu. Baada ya yale maombi, milango ikafunguka. Bwana Yesu asifiwe sana. Wanasema wewe ni binti mdogo, lakini unamiliki ofisi hii. Lakini ilikuwa sio rahisi. Nikamwambia mwanangu, pamoja na hayo, nunua kuku jogoo wakubwa, jogoo wa kienyeji 2, peleka kwa mchungaji. Pia huu ni ufunguo kwako. Na nilifuatilia. Ananiambia, nimepeleka ndoo ya sabuni, sina mafuta. Nikamwambia, moyoni nimeshuhudiwa, nunua majogoo makubwa ya kienyeji 2, peleka kwa mchungaji. Dokeje ni kumwambia, usifikiri uko salama. Kwa macho ya nyama unaona uko salama, lakini sio salama. Baada
watoto walipoanza kuja, Yokeni mwambie mambo yako yakoje. Na wakati mwingine watoto hawaolewi, kuna kuzuiwa kwenye ulimwengu wa roho. Mizimu haitaki waolewe, mizimu haitaki waoe, mizimu haitaki wasome. Wanasema kwetu sisi hakuna hata mali waiendesha gari, wote tumeishia na saba, wote ni wagonga kokoto, wote sisi yani ni walima vibarua. Hapana, lazima twende kinyume cha utaratibu, tushughulikie hizi roho zinazotuzuia. Maombi yanafanya vifungo viachie. Nimesema roho ya kuahirisha mambo. Wenzio wanachakalika, wewe unageuka tu. Unageuka unasema, kazi hamna. Kazi za wapi? Kazi hamna. Yaani hata kutembeza mchicha nako ni kazi hamna. Kwenda Mawenzi kununua machungwa na maparachichi kutembeza, kazi hamna. Binti yangu mimi naye ni wa aina yake. Wakati kipindi cha nyuma nilikuwa nauza vitenge, hepi nadhani nitakuwa nakumbuka. Vitenge, lakini bado nasoma shule ya msingi. Kumbe ni kitu ambacho kiko ndani yake. Aniambia mama nipe, naenda kutembeza. Anaenda kufika mpaka kule kwa kina Big Glory. Asema nimeuza vitatu, anarudi. Tulikuwa tunafuga ng'ombe wakati tuko hapa kanisani. Maziwa ya kibaki. Hapo amemaliza chuo hapo. Asema, "Ya maziwa yamebaki. Nipeni kikombe mimi." Kuna watoto wa shemeji ni mapacha sasa hivi wanafanya kazi ya Azimio. Wewe darasani wewe, uone aibu. Uone aibu. Nione aibu kwa nimejipaka nini? Mimi hata mchicha nauza. Kama naenda kukata majani ya ng'ombe najitwisha. Nakwambia acha kuahirisha mambo, usiwe mzigo. Fanya kile ambacho Mungu atakuwezesha kufanya. Jifungue hivyo vifungo. Inawezekana umepokea kutoka kwa mama. Wakati mwingine vifungo vya roho ya madeni hayaishi. Ukikopa unashangaa unakopa tena, unakopa tena, unakopa tena. Na ukikopa wala ufanyisha mama. Hicho ni kifungo. Bora ukope tukuone umenunua kiwanja, umeweka tofali. Ulikopa ulifanyia hata sijui. Nitaweka ndani, sijui zilienda wapi. Hicho ni kifungo. Shughulika nacho kwenye ulimwengu wa roho. Amina, kanisa la Mungu. Yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Amini tu. Yote yanawezekana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amua kulivalia njuga. Hapa juzi, si ni Alhamisi, nilienda mahali fulani, nikaanza kukohoa. Kwanza kuna mama mmoja akaniambia nishiba Jumapili nilikuwa nakohoa hapa hayupo. Nimekohoa mfululizo, nimekohoa. Nikakumbuka mama mchungaji wa kanisa hapo la Nazareti alianza tu kukohoa, wanamkimbiza hospitali, ameishia njiani. Sasa na mimi nilikuwa hapo kwa mimi. Nikaanza kukohoa. Kile cha kuumiza kabisa kile cha kuumiza kifua kabisa kikavu. Nikaanza kukohoa. Nikamwambia, "Wewe umetokea wapi? Umetokea wapi?" Niko katikati hapo na kisema siku umetokea wapi? Niachie sasa hivi, sina rafiki na wewe. Mpaka leo sijakohoa. Pigia Yesu makofi. Unajua mtu mwenye imani ni kama chizi fulani, ukiongea katikati ya watu huyo mento, huyo sio mento, zipo zote. Ila ukiamua, haleluya, inawezekana. Wewe umeshindwa, lakini aliye ndani yako ni mkuu, anaweza. Maombi yanafumbua macho ya kiroho, yanakufanya uone mambo ambayo wengine hawaoni. Maombi yanamtoa mtu kwenye usingizi wa kiroho. Mwambie jirani yako, utalala hata lini? Tulikuwa tunakuja na kwenye maombi ya asubuhi, sasa hivi sote mia zote kitandani. Wakati wetu tunapoombea nyumbani ni kweli, lakini nashangaa kwa usingizi, ingawa mimi naamua naomba kwa kutembea kule barabarani. Kwa hiyo maombi yanaondoa usingizi wa kiroho. Mtu anayependa usingizi yuko karibu na kifo, yuko karibu na kaburi. Anayependa usingizi, maana ule mtego utakapomjia ghafla hatajua, maana
usingizi mzito. Kijana wangu siku moja, si yuko hapa, nikaenda dukani, nakuja kanisani, kaweka simu yake kafungulia muziki, ameisha lala. Nikaingia taratibu, yeye ajui amefanyaje. Jamani, amefanyaje? Amelala. Nikaingia, nimekaa nimemwangalia, lakini anajibembeleza na muziki wa simu yake. Nikachukua ile simu ile, natoka naona masikia, akasema nyimbo ndio ashtuka. Wewe, nisingechukua simu ningechukua chochote humu ndani, usingejua. Usingizi, ukipenda usingizi, wewe uko karibu na kifo, uko karibu na kaburi. Mwambie jirani yako, amka. Mwambie amka. Tunamtaka Bwana na nguvu zake, lakini hatuwezi kuzipata mpaka tuamue, mpaka tujikatae, mpaka tujizie, tuamue kumtafuta Mungu. Maombi yanamfanya mtu awe mtulivu, mvumilivu wakati wa kuchelewa majibu yake. Mtulivu, sio mtu wa kutapatapa, sio mtu wa kelele nyingi. Yeye atabaki aking'ang'ana na Mungu. Kwa hiyo Mungu anataka wale watu ambao hawakati tamaa. Majibu mengine yanachelewa ni kwa sababu Mungu anataka tupatikane kwake. Tumsumbue. Maana Biblia inasema kwamba maombi ya watakatifu ni manukato mbele za Mungu. Sasa Moria tukinyamaza, si hakuna manukato? Kwa hiyo vitu vingine Mungu anachelewesha ili tudumu kumtafuta, lakini maombi pia yanadumisha ukaribu wetu na Mungu. Utasoma kwa wakati wako Yakobo 5:16 mpaka 17. Anasema, ungameni dhambi zenu ninyi kwa ninyi, mpate kuponywa. Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Kwafaa kidogo Kuomba kwake mwenye haki kwafaa sana. Akiomba kwa uzembe, akiomba kwa bidii, maombi yako yanafaa sana mbele za Mungu. Yaani unapozunguka hapo unasema, wewe ni mkuu, unaweza Bwana, usiyeshindwa na jambo lolote. Mungu kwenye kiti chake cha enzi anaangalia, anasema, mwanangu yule anaomba. Kama kulikuwa na mgonjwa, Mungu anamfungua. Kwa hiyo maombi yanadumisha ukaribu wako na Mungu. Maombi pia yanaimarisha misuli yako ya imani. Maombi yanaimarisha misuli yako ya imani. Mwombaji ni jasiri, haogopi chochote. Hata ukimkurupusha kwenye usingizi kwamba simama uhubiri, haogopi. Maombi ya kufunga, maombi ya kawaida, maadamu tupatikane mbele za Mungu. Lakini maombi yanamfanya Roho Mtakatifu apate nafasi kufanya kazi kwa urahisi katika maisha yako. Maombi yanayoambatana na imani na kumwamini Mungu yanaweza kufanya kubadilisha historia ya maisha yako. Shetani anapozuia, anapokufuatilia, anapoangalia imani yako, anakata tamaa. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini pia toa muda wa kutosha. Maombi, toa muda wa kutosha kumtafuta Mungu. Maombi ndiyo ushindi wetu. Ushindi wetu, mafanikio yetu yako kwenye maombi. Baraka zetu ziko kwenye maombi. Jambo la msingi ili viwango vyako vibaki kwenye level ambaye anaitaka Mungu, lazima ujiepushe na mambo yasiyofaa. Lazima ujiepushe na mambo yasiyofaa. Ukitamani viwango vyako viongezeke, tamani, jitenge na kujiepusha na mambo yasiyofaa. Vizuizi. Mwili ni kizuizi kikubwa cha maombi yako, lakini pia kukata tamaa ni kizuizi kikubwa cha maombi yako. Nasema, nimeomba siku nyingi Bwana, nimeomba siku nyingi. Mwili unakwambia baridi, mwili unakwambia una vidonda vya tumbo, mwili unakwambia pale kanisani kuna mbu. Kwani nyumbani kwako hakuna mbu? Kwani mbu wako kanisani? Na nyumbani kwako wapo, na jikoni unapopika wanakung'ata. Hizo ni
na kujihurumia ni adui wa maombi. Nitakufa, vidonda vya tumbo, nimefunga sana. Mbona useme nimekula sana? Kwa hiyo hivi ni vizuizi. Lakini naomba tunamalizia hatua ya mwisho, ili ufikie viwango anavyovitaka Mungu vya maombi. Jambo la kwanza, kuna vitu lazima ukubali kuvipoteza, kama vile marafiki. Lazima ukubali kuvipoteza. Rafiki mwingine anakuja kwako ni kukupigisha stori za watu tu, anakupigisha stori za watu. Inawezekana ulikuwa vizuri, lakini kwa sababu umesikia habari mbaya, moyo wako unachafuka, hutamani tena kuomba. Inawezekana kakusimulia, umesikia mama mchungaji alikuwa anakusema, mudi ya kuomba inapotea. Kwa ili tufikie viwango ambavyo Mungu anavitaka, kuna vitu tukubali kuvipoteza. Nimesikwambia kama marafiki, kubali kupoteza marafiki. Wanaokuzunguka ni watu wa namna gani? Ni watu wenye viwango vya maombi? Ni watu wenye viwango vya kimungu? Au ni watu wa viwango vya chini? Kama unakaa na watu wenye viwango vya chini, wasaidie, lakini wasinyonye kiroho chako. Kisoma kwenye Warumi 15 anasema sisi tulio na nguvu tuwabebe wasio na nguvu, lakini tusiwaruhusu wanyonye viroho vyetu. Amen. Waombe, wasaidie, lakini kiona kama ni jiwe lile kubwa la kwenye maji ambalo halibadiliki, achana naye, endelea kumwombea. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kuna wengine tumecheleweshwa ni kwa sababu ya vile vitu na wale watu wanaotuzunguka. Jambo la pili, soma neno la Mungu kwa bidii. Tenga muda wa kusoma neno la Mungu, tenga muda wa kuomba. Neno la Mungu linakuhimiza kufanya mambo ya Mungu, linakuhimiza kumtafuta Mungu. Lakini ukitenga muda, Mungu ataonekana. Na kwa sababu pia ubize unakuwa ni sababu ya kudhoofisha maisha yako ya maombi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mungu anataka tuombe, tudumu katika kuomba. Tuombe bila kukata tamaa, kama ambavyo hili kanisa la kwanza waliomba wakahakikisha mpaka Petro ametoka gerezani. Hata wakati wanaambiwa Petro yuko nje, wakasema hapana, inawezekana ni malaika zake. Asiwepo mtu, kisiwepo kitu cha kukufanya usiombe. Usiwe mchawi wa maisha yako mwenyewe. Tamani, ongeza viwango. Naomba tusimame. Tamani, kwa sababu pia kuacha maombi unapoteza karama, unapoteza vipawa, unapoteza huduma. Hakuna huduma inayokwenda bila maombi. Hakuna mafanikio chini ya jua bila maombi. Naomba simama kwa miguu yako. Inua viwango vyako vya maombi, lakini ukimwamini Mungu kwamba Mungu anafanya. Hata kama umekaa kwenye shida hiyo kwa muda mrefu, hata kama umedumu kwenye tatizo hilo kwa muda mrefu, usikate tamaa. Tenga muda wako na Mungu. Mungu anapokutafuta upatikane. Tenga muda wa kulala kanisani, tenga muda wa kushinda kanisani. Nilikuwa natafakari, wakati mwingine pale nyumbani nakuwa bize, maana nakuwa peke yangu zaidi ya masaa 6, niko bize. Naanza kufikiria, Yesu, niinulie mtu. Je, ningekaa masaa 6 mbele za Mungu ningekuwa sio mtu wa kawaida? Niliwashuhudia Jumapili kwamba nilikuja Alhamisi, nilikuwa kwenye maombi yangu fulani, nimekaa hapa, lakini mwili unakuambia umechoka na maombi. Baba, nikamwambia Baba, kama unarudi nyumbani, mimi sirudi na baki, lakini nimechoka. Mwili unaniambia siurudi tu, uje ulale siku ya Ijumaa. Lakini nikaamua. Niliwaambia nilipoanza kuanzia saa 7:05, nilikuja kumaliza yale maombi saa 12:19. Kumepambazuka, naona bado Roho Mtakatifu amenikamata. Amua.
Hakuna atakaye kufunga kamba. Kama ambavyo unaamua kufanya mambo mengine na yanakwenda, amua kumtafuta Mungu. Umeteseka vya kutosha, umekandamizwa vya kutosha, lakini iko nguvu ya Mungu inayopatikana kwenye maombi, ndiyo itakayokuchomoa, ndiyo itakayochomoa watoto wako kwenye maombi. Watenganishe na mizimu ya kwenu, mizimu ya Kinyakyusa, mizimu ya Kiruguru, mizimu ya Kichaga, mizimu ya Kimeru, mizimu ya Kinyamwezi. Watenganishe, ni kwenye maombi tu, sio kwenye kulalamika. Naomba funga macho yako. Maombi yanabadilisha historia ya maisha ya mtu. Hata kama kuna vitu sio sahihi unavipenda sana, lakini kwa maombi ile kiu ya mambo yasiyofaa itakufa. Naomba funga macho yako, inua viwango vyako. Haijalishi umepoteza vitu ngapi, haijalishi umepoteza watoto wako, haijalishi, lakini Bwana ana majibu kwa ajili ya maisha yako. Tumesoma kwenye Mambo ya Nyakati ya kwamba watu wake walioitwa kwa jina lake wakijinyenyekesha na kuacha njia zao mbaya, wakamtafuta Bwana, wakamtafuta uso wake, hicho kilichopotea, hiyo haki yako inayozuiwa, Bwana atairejesha. Maana mbingu haitavumilia. Inawezekana wako watu waliodhamiria kukumaliza, waliodhamiria kukudhoofisha, lakini ni kwa maombi tu. Kuna mkakati kwenye ulimwengu wa roho kuhakikisha unakuwa ni mtu ambaye upo tu. Hapana, sisi hatupo tu, Yesu anaishi ndani yetu. Naomba weka mkono wako kifuani. Hatima ya maisha yako na Mungu aliye hai, wala haiko mikononi mwa watu. Nakataa. Hatima ya maisha ya watoto wako iko mikononi mwa Mungu. Hatima ya kizazi chako, uchumi wako, ndoa yako haisimamiwi na mtu, ila hatima yake iko kwa Mungu aliye hai. Tafuta, dhamiria, lipa gharama, kubali kulala kanisani, kubali kuacha chakula. Wakati niko Lindi nakumbuka nilijizuia, wakanishangaa, ni mwanamke wa namna gani? Nimefunga miezi 3 kasoro siku 82, nimepauka. Kijana mmoja akanihurumia, akaniambia, mama, umechoka sana, jitahidi tafuna hata biskuti za glukosi. Lakini nilikuwa najua ninachokifanya, nilikuwa natafuta nguvu za rohoni, sikuhitaji nguvu za kimwili. Nitamani Mungu anitoe mahali nilipo, anifikishe kwenye hatua nyingine. Unataka mabadiliko, afu unaendelea kula. Unataka mabadiliko, unataka uwe mkuu kazini, unataka mabadiliko, unaendelea tu kucheka yako. Mambo Bwana atafanya katika maisha yako, naye yuko hapa leo. Usizoee ugonjwa, Mungu akutumbia ugonjwa. Ukisoma Yohana ile sura ya 10 mstari wa 10, anasema Yesu Kristo alikuja ili tuwe na uzima, kisha tuwe nao tele. Ana uwezo wa kukuondolea ugonjwa. Usikubali ugonjwa uzoe mwili wako, ni lazima uamue kulipa gharama. Inawezekana. Kama Yesu aliniponya BP, anaweza kuponya kisukari. Kama Yesu aliniponya BP, anaweza kuponya ukimwi. Kama Yesu aliniponya BP, wakati nasemeshwa na kufa, ana uwezo wa kukuponya vidonda vya tumbo. Ana hatua nyingine anataka kupe. Chukua hatua ya kulipa gharama. Usiruhusu wachawi wa kuchezea. Unaishi maisha ambayo si ya kwako. Mwambie Bwana, nipe hatua nyingine tena. Sema, Bwana Yesu, ninakuja kwako. Mimi ni wako Yesu. Mimi ni wako Yesu. Nimefarakana na shetani. Nimeamua kuja kwako. Kwako Yesu Kristo kuna kila kitu. Kuna vitu vyote. Kuna uzima, kuna baraka, kuna kutajirishwa, kuna afya njema, kuna mambo yote, kuna kuinuliwa. Yesu
itaje hiyo shida yako. Ninajitenganisha. Kama ni ugonjwa, taja ugonjwa ambao unakusumbua, jitenganishe, jitenganishe. Huo ugonjwa unasikia, jitenganishe, jitenganishe. Kikohozi mimi kilisikia wakati na kohoa mpaka kama damu inataka kutoka, nikakiambia wewe nyamaza, hakuna mahali tukakubaliana. Jitenganishe, jitenganishe na mambo yasiyofaa, jitenganishe na mambo yasiyofaa, jitenganishe na mazoea mabaya, jitenganishe, jitenganishe. Sema Yesu, ninajiungamanisha na madhabahu ya mbinguni. Yesu Kristo, kila roho iliyokamata maisha yangu, iliyodumaza kiroho changu, nakataa kwa jina la Yesu. Nakataa, najivua kila roho niliyovalishwa, roho ya uzembe, roho ya uvivu, roho ya kukata tamaa. Najitenganisha, najitenganisha, naitupa kuzimu, haina nafasi katika maisha yangu kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Ewe uvimbe ulioko tumboni mwangu, ninakukataa, ninakukataa. Ewe vidonda vya tumbo, ninakukataa kwa jina la Yesu. Ewe roho ya kifua kisichopona, nakukataa. Yesu Kristo yuko kwenye moyo wangu. Ebu omba. Ramosekeleweka, ramosekeleweka, yendewesekeleweka, ramosakarama. Napiga kwa jina la Yesu Kristo, napiga, napiga, napiga mkandamizo wa kila namna. Umekosea njia, hapa sio mahali pako. Achia kwa jina la Yesu Kristo. Roho ya mizimu, roho za mizimu ya mababu, magonjwa ya kupokezana, napiga kwa jina la Yesu Kristo. Nikosekelewekana roho za masikini, roho ya kuzimu uliyekamata uchumi wako, na kupiga kwa jina la Yesu Kristo. Na kupiga, na kupiga, na piga kwa jina la Yesu Kristo. Kila roho iliyoshikilia maisha yako, na piga kwa jina la Yesu Kristo. Ile roho iliyokamata uchumi wako, na piga kwa jina la Yesu Kristo. Ile blanketi ulilogubikwa, na kuvua, na kuvua, na kuvua, na kuvua kwa jina la Yesu Kristo. Maingilizo yote na maturisha na vunja, pokea kwa jina la Yesu Kristo. Jiachilie mbele za Mungu. Rabo shekeli, rabo sakarabako, rabo sekelewekana rabo, yekonemeseke, yakarama shakarabako, ikanama santa. Roho ya kiburi cha uzima, na vunja kwa jina la Yesu Kristo. Alama zilizochorwa kwenye ofisi yako zisizo sahihi, nafuta hiyo michoro ya kuzimu, nafuta kwa jina la Yesu Kristo, nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Hizo alama za mapepo, nafuta kwa jina la Yesu Kristo. Roho zilizokukalia usioe, usiolewe, na kutenganisha nazo, na kutenganisha nazo kwa jina la Yesu Kristo. Roho zinazosababisha usionekane, usionekane, na kutenganisha nazo kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia moto, moto, naachilia mlipuko wa nguvu ya Mungu yako remesata likarabasakarabako, yenderewesekeleweka. Roho ya kuzoea dhambi, napiga kwenye maisha yako, napiga kwa jina la Yesu Kristo. Napiga, napiga, napiga kwa jina la Yesu Kristo. Naachilia moto ikaraboshekeleweka. Endelea kuomba, usijihurumie. Endelea kuomba. Uko funguo, iko nguvu ya Mungu mahali hapa. Lazima vikasirikie, lazima uishukie hiyo hali, lazima uishukie kwa jina la Yesu Kristo. Achia, 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 achia kwa jina la Yesu Kristo. Ramoshekeleweka. Hizo kamba za mauti zilizokuzunguka, kamba za mauti ulizovingishiwa, na kata kwa jina la Yesu Kristo. Ramoshekeleweka. Roho za kucheleweshwa, likosekeleweka, achia kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza kufunguliwa. Bwana kuchomoe hapo ulipofungiwa. Bwana kuchomoe, Bwana kuchomoe. Ikarabo utukufu wa Mungu wetu yako, anayekutazama akaona utukufu wa Mungu katika jina la Yesu Kristo. Rabashaka wenye watoto
Ombea watoto wako, watenganishe na mambo yasiyofaa. Tenganisha watoto wako na mambo yasiyofaa. Watoto wetu hatukuizalia dunia, watoto wetu hatukumzalia Shetani. Watoto waliotoka kwenye vino vyetu ni mali ya Mungu. Watenganishe watoto wako, waite huko walikofungiwa kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Reboshekelewekana ikamolina masanta rosa karababu yenewewesekeleweka katika jina la Yesu. Minyororo waliotumia kufunga watoto wako naikata kwa jina la Yesu. Hizo pingu walizotumia kufunga watoto wako na choma kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ramoshekelewekata katika jina la Yesu. Kila kilicho haki yako kikareche, kila kilicho haki yako kikareche kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza neema, natangaza neema, natangaza neema ya Mungu, natangaza neema ya uzima, natangaza neema ya kibali, natangaza neema ya afya njema juu yako, natangaza neema kwenye uchumi wako, natangaza neema kwenye kizazi chako, natangaza neema kwenye huduma yako kwa jina la Yesu Kristo. Natangaza neema kwenye biashara yako, hata kama wako waliosotea biashara yako, tunawapiga kwa jina la Yesu Kristo. Ramo shekeleweka, riko shekeleweka, yanda ramo shekeleweka. Wewe ni Mungu wa maongezeko, wewe ni Mungu wa maongezeko, wewe ni Mungu wa maongezeko Bwana, wewe ni Mungu wa maongezeko. Sakabu yekeleweka. Tutakwenda mbinguni na watoto wetu, tutakwenda na watoto wetu mbinguni. Hatumwachi mtu nyuma, hatumwachi mtu nyuma. Tunakwenda na watoto wetu, maana tukuizalia dunia. Tunakwenda na watoto wetu katika jina la Yesu Kristo. Ramo shekeleweka, Ramo santa. Natangaza mpenyo kwenye biashara yako, hata kama kuna kuzuiwa. Natangaza mpenyo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Remo shekeleweka. Natangaza mpenyo kwenye masomo yako kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Natangaza mpenyo na kibali ofisini kwako kwa jina la Yesu Kristo. Giza lazima likuachie, ndoa yako lazima iwe salama. Ramo shekeleweka. Naomba tutulie, naomba tutulie, naomba tulia. Ramoshike, naomba tulia, nyamaza kimya, fumba macho yako. Shaka rinda amurikana makata. Naomba tulia, nyamaza kimya, piga picha, piga picha jinsi ambavyo Mungu anakuchomoa sasa. Piga picha Mungu akutumbia maisha ya dhiki. Kisoma kwenye Biblia, Biblia inasema Mungu hapendi kumtesa mtu. Hajakuweka hapo ili uendelee kuteseka. Upo ili Bwana atukuzwe kwenye maisha yako. Asante Bwana. Nyamaza kimya, tulie kwenye uwepo wa Bwana. Endelea kutafakari ukuu wa Mungu na uweza wa Mungu wetu. Iko shekelewekanda, rabo shekeleweka. Wale wenye mahitaji naomba nyosha mkono wako hapo juu. Unayeumwa weka mahali panapokuuma. Mwenye shida nje na ugonjwa weka mkono wako wa kulia kifuani, wa kushoto weka kifuani, wa kulia nyosha juu. Wa kushoto weka kifuani, wa kulia nyosha juu. Kama ni mgonjwa weka mahali panapokuuma. Tarajia kukutana na Mungu asubuhi ya leo. Umekuwa mtu wa kutumikishwa tu, huwezi kufanya mambo yako mwenyewe. Umekuwa mtu wa kutumikishwa tu. Yuko Mungu mwenye nguvu za kukutoa. Yuko Mungu mwenye mamlaka ya kukutoa. Yuko Mungu anayetaka kukupa hatua nyingine tena. Ramo shekelewekana, ramo shekeleweka. Baba, katika jina la Yesu Kristo mwana Mungu aliye hai, nawasogeza watoto wako, watumishi wako walionyosha mikono yao. Baba, wana mahitaji, wengine ya kiroho, wengine ya kimwili. Kwa jina la Yesu Kristo aliye hai, naachilia nguvu yako ikamguse
alipo kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Ewe ugonjwa toka. Haya, mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Achia kifua chake. Achia. Beba kile ulichopanda kwenye kifua chake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Beba kile ulichopanda kwenye tumbo lake kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Beba kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Gonjwa wa kupoza, gonjwa wa kansa, gonjwa wa HIV, gonjwa wowote kwenye mwili wake, toka kwa jina la Yesu. Na kuamuru toka, haya mwachie. Haya mwachie kwa jina la Yesu. Mwachie kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Rabo sheke, raba zakarabako, roho ya utasa, toka kwa jina la Yesu. Utasa kwenye uchumi wako, na piga kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Utasa ukuchomoke, utasa ukuchomoke, utasa ukuachie katika mambo yako, ukuachie katika jina la Yesu Kristo. Nguvu na uwezo wa kimungu na uzima na uponyaji na baraka na kibali vikambatane na wewe katika maisha yako yote. Adui zako wakawaabiza Mungu, wanaojadili kwa ajili yako wakatawanyike kwa jina la Yesu Kristo aliye hai. Neema na mpenyo vikawe juu yako. Pokea neema ya majibu yako asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Baba wa utukufu, wote tuseme amen. Makofi mengi kwa Mungu wetu aliye hai. Mungu awabariki. Naomba tuketi.